sababu baada ya kupata mali, manake alimsahau Mungu, akaishi maisha ya anasa. Maisha ya anasa, maisha ambayo yalikuwa hayana utukufu mbele za Mungu. Ni maisha ambayo yalikuwa ni machafu. Na baada ya kumaliza fedha, alivyotapanya mali zake zote, maisha yake yalikuwa ni mabaya mno. Anasema hata chakula, fedha alikuwa hana, mavazi alikuwa hana. Alianza kula pamoja na nguruwe. Bwana Yesu asifiwe, na kusalimu katika jina la Yesu. Kwa majina ninaitwa Kileni Sefania. Napenda kukukaribisha katika ibada zetu. Mahali ninapoabudu ni Boko Chama. Naabudu katika kanisa la Pentecoste Matomaso chini ya Dr. Eliasafi Matayo. Karibu Jumapili tuna ibada mbili. Ibada ya kwanza saa 12 mpaka saa 3, ibada ya pili saa 8. Una shida, una wagonjwa, chochote unachohitaji katika maisha yako, Yesu mtenda miujiza atatenda kwako. Siku ya leo ninapenda kushiriki na wewe mpenzi mtazamaji wangu. Ujumbe wa kichwa cha somo nimeupa toba ya kweli. Najua umesikia, umefundishwa, na mimi napenda kushiriki kumbushani kwa uchache. Ujumbe wa leo nimeupa kichwa cha somo toba ya kweli. Nini maana ya toba ya kweli? Toba ni mabadiliko ya moyo, mawazo na mwelekezo wa maisha yanayoambatana na kuacha dhambi na kumrudia Mungu kwa unyenyekevu na utii. Au toba si kusema samahani tu, bali ni kuacha dhambi na kuuchukia uovu na kuanza maisha mapya mbele za Mungu. Au toba ni kitendo cha kutubu na kugeuka na kuacha kile ulichokuwa unakifanya. Toba ni utakaso. Toba ni kutakaswa. Toba ndio mlango mkuu wa kutufanya tumkaribie Mungu. Zungumza kwa habari ya toba ya kweli. Tunavyozungumza habari ya toba ya kweli ni kugeuka na kuacha kwa unakifanya. Hiyo ndio toba ya kweli. Na kukichukia, yani hutamani tena kukifanya kile kitu ambacho ulikuwa unakifanya, ambacho kilikuwa ni chukizo mbele za Mungu, na yawezekana kilikuwa ni chukizo katika jamii unayoishi au kwa wanadamu unaoishi, kwa watu wanaoishi, kulingana na kile ambacho unachokifanya. Yawezekana ni tabia ambayo ilikuwa iko kinyume na kusudi la Mungu, ilikuwa ni kwazo mbele za Mungu, hakikumpendeza Mungu. Unaamua kutubu kwa kujutia, unaamua kugeuka na kukiacha kile kitu. Hiyo ndio toba halisi ya kweli. Toba ya kweli maanake unapotubu ukumbuki kukitenda tena, ufikiri kukitenda kile kitu tena, unakichukia, unajutia. Hiyo ndio toba halisi. Lakini pia hebu tuangalie kwa nini tuwe na toba. Kwa nini tufanye toba? Lakini neno chache kwa ufupi, toba ni neno ambalo limetokana na kutubu. Kwa hiyo kutubu na toba ni vitu ambavyo vinaambatana. Kwa asili ya toba ni kutubu. Kwa hiyo tuangalie kwa nini sisi kama wana wa Mungu tulio katika safari ya kwenda mbinguni, kwa nini tunapaswa kuomba toba, au kwa nini tunapaswa kutubu. Ukiangalia katika maandiko matakatifu anasema dhambi zenu zijapokuwa nyekundu kama bendera, Bwana atazisafisha, zitakuwa theluji. Na anasema maombi ya wenye dhambi ni kelele machoni pangu. Maombi ya watakatifu ni kama mafuta yashukayo katika ndevu za Haruni. Kwa hebu tuangalie kwa nini tutubu.
Kwa nini tuwe na maombi ya kutubu au toba? Maombi ya kutubu ni kwa sababu wote sio wasafi kiroho, hivyo inatupaswa tutubu ili tuwe safi kulingana na maneno ya Mungu. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 19 anasema, wote wanipendao mimi na wakemea na kuwarudi, basi uwe na bidii ukatubu. Tunaona haya ni maneno ya Yesu Kristo aliyekuwa akiwaagiza ya kwamba wote anaowapenda huwa anawakemea ili wapate kurudi, basi uwe na bidii katika kutubu. Maana yake hawa wanafunzi, kuna watu ambao walikuwa hawako sawa mbele za Mungu au walikuwa hawako wasafi mbele za Mungu. Maana yake walikuwa kinyume na kusudi la Mungu. Ndio maana Mungu aliwaambia wazi, aliwapa maagizo nini inawapasa kufanya ili wawe safi, na alitolea mfano wa Biblia. Anasema wote anaowapenda mimi huwa nawakemea na kuwarudi, basi uwe na bidii utubu. Maana yake aliona kuwa hawako sawa mbele za Mungu, walikuwa ni wachafu. Maana kama uko msafi mbele za Mungu, Mungu asingetumia kanuni ya wawe na bidii ya kutubu. Maanake kuna vitu aliona haviko sawa ambavyo kwa kusudi, kwa neno la Mungu halipendezi. Kwa hiyo kitendo cha kutubu maana yake ni wewe ni mchafu, unapaswa kutakaswa. Unapochukua jukumu la kutubu, unapochukua jukumu la kuomba toba mbele za Mungu, maana yake unaomba utakaswe sawa sawa na neno la Mungu. Maana yake tunavomkaribia Mungu kwa jambo lolote lile, tunapaswa kuwa safi, tunapaswa kuwa watakatifu. Tunaposogea mbele za Mungu tukawa ni wachafu, hatustahili mbele za uso wa Mungu, basi maombi yetu yanaweza yakawa ni kelele mbele za Mungu. Maombi yetu yanaweza yasisikiwe mbele za Mungu kwa sababu sisi ni wachafu. Kwa hiyo kitendo cha toba kinatuweka karibu na Mungu, kinatusogeza karibu na Mungu, kinatufanya tustahiriki yale tunayohitaji Mungu afanye katika maisha yetu tuweze kupokea, kwa sababu ni watakatifu. Yawezekana tunahitaji mambo mengi ili Mungu atende katika maisha yetu. Yawezekana unahitaji uponyaji, yawezekana unahitaji Mungu akufungulie milango katika kazi, yawezekana unahitaji Mungu akufanye kuwa kichwa katika masomo yako. Lazima uwe msafi, lazima uwe mtakatifu. Na kuwa mtakatifu ni jukumu lako wewe kusogea mbele za Mungu kwa toba ile ya kweli. Toba ya kweli ni kusogea mbele za Mungu, kwanza kutambua ya kuwa umemkosea Mungu, kwanza kutambua ya kuwa wewe hujakamilika mbele za Mungu. Unaomba toba ili upatanishwe na Mungu. Unaomba toba ili uwe karibu na Mungu. Toba inatufanya kuwa karibu zaidi na Mungu, lakini toba inatufanya tuwe wasafi, watakatifu. Maana yake tunapokuwa wachafu mbele za Mungu, Mungu hasikii kile tunachohitaji. Mungu hasikii maombi yetu, yanakuwa ni kelele mbele zake. Sana neno lake anavyosema, maombi ya wenye dhambi ni kelele mbele za Mungu. Kwa hiyo toba inatufanya sisi kuwa watakatifu, inatufanya sisi kuwa karibu na Mungu. Na unapoingia katika jukumu la toba, maana yake ni unajua kuwa wewe hujakamilika mbele za Mungu, na unaugua mbele za Mungu, unajutia kile kitu ambacho unakifanya, na unakiri kwa kinywa chako ya kwamba Mungu, mimi yatosha, sifanyi tena. Kwa hiyo toba ya kweli ni wewe kuacha yale ambayo ulikuwa unayatenda mbele za Mungu, yaliyokuwa kinyume mbele za Mungu.
unajutia moyoni mwako yale makosa uliyoyakosa, yale mambo mabaya ambayo ulimkosea Mungu yalikuwa ni kwanzo mbele za Mungu. Unapokuwa umetubu, maana yake unaingia kwenye tendo tendo la utakaso, la utakatifu. Maana yake unapotubu toba ya kweli, maana yake inakuweka wewe kuwa karibu na Mungu, inakuhesabia wewe kuwa mwenye haki mbele za Mungu. Na tendo la toba ni tendo la imani, wewe kuamini ya kuwa Mungu ninayemuomba, nimefanya dhambi, mimi sijakamilika, ninatubu mbele za Mungu, ninatarajia kupokea msamaha, ninatarajia kupokea utakaso, ninatarajia kupokea utakatifu. Ni tendo la kumwamini Mungu unayemuomba toba. Lakini unapotubu, unatubu ili isiwepo dhambi kwako ya kukuzuia Mungu kutenda muujiza wako unaohitaji. Tunapotubu, maana yake dhambi yoyote isiwe kikwazo cha wewe kujibiwa mahitaji yako na Mungu, isiwe kikwazo cha wewe kuzuiliwa majibu yako na Mungu. Maana yake dhambi inakutenga wewe na Mungu. Dhambi ni uovu, uchafu ambao unakuwa unamrudisha Yesu msalabani, unamrudisha Mungu kwenye mateso, anaumia anapoona unatenda kile kitu ambacho hakistahili. Kwa hiyo tunatubu ili kisiwepo kikwazo chochote, kisiwepo kizuizi chochote kinachoweza kuzuia mahitaji au muujiza ambao mtu unatarajia kuupata kutoka kwa Mungu. Ukisoma katika kitabu cha Isaya sura ya 59 mstari wa 1 na wa 2, nitaomba tusome Isaya sura ya 59 mstari wa 1 na wa 2. Mpenzi mtazamaji, tunaweza tukasoma wote, ukafungua Biblia katika kitabu cha Isaya sura ya 59 mstari ule wa 1 na wa 2. Neno la Mungu linasema, tazama mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia, lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Tunaona katika kitabu cha Isaya anasema, tazama mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Lakini maovu yenu, maana yake dhambi zetu, zimetufarakanisha, zimetutofautisha na Mungu, hata Mungu hataki kusikia. Anasema lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Kwa hiyo Biblia inasema mkono wa Mungu hauwezi kupunguka hata usiweze kuokoa, na sikio lake Mungu sio zito hata lisiweze kusikia. Kinachotufanya tushindwe kupokea miujiza yetu, tushindwe kupokea mahitaji yetu, yale ambayo tunatamani Mungu atende katika maisha yetu, ni dhambi. Dhambi zinatutenganisha na Mungu. Dhambi zinatufarakanisha na Mungu, zinatukosanisha na Mungu, zinatuweka mbali na Mungu. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi kutubu mbele za Mungu katika hii toba ya kweli. Kutubu mbele za Mungu na kuacha dhambi zetu. Yale yote tunayotenda yaliyo kinyume na kusudi la Mungu,
tuyaache, kisha tugeuke, tuanze maisha upya. Toba ya kweli ni kuacha yale matendo yote mabaya. Ulikuwa unazini, basi unaacha, unakiri mbele za Mungu ya kwamba mimi Mungu nimekuwa ni mzinzi, nimekuwa nimekutenda dhambi, nimejutia makosa yangu, ninatubu mbele za uso wako. Unalia mbele za Mungu kwa moyo wa kuugua. Unapochukua jukumu lako la kutubu, Mungu husikia dhamira yako, nia yako. Nini unataka Mungu afanye katika maisha yako? Anaangalia nia ya moyo wako. Kile unachonena ndicho kilichomo ndani ya moyo wako. Unaposema Mungu nimeacha uzinzi, Mungu nimeacha ulevi, Mungu nimeacha matukano, Mungu nimeacha masengenyo. Je, hii ni kutoka ndani ya moyo wako au unazungumza kwa ajili ya kumfurahisha Mungu? Mungu anaangalia dhamira yako ya moyo inanena nini. Na unapougua kwa uchungu na kuacha, Mungu yeye si mwanadamu, anagaili maovu na anasamehe, na anasema sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Maana yake ni jukumu letu kujiweka mbele za Mungu, kuwa watakatifu, kutubu dhambi zetu na kuacha maovu yetu, ili tutumike kwa ufasaha, ili tusiwe na kizuizi chochote kinachoweza kuzuia mahitaji yetu, kuzuia maombi yetu, kuzuia kile ambacho tunaona kimekuwa ni mlango ambao umekuwa ni mgumu kutoka katika maisha yetu tunayoishi kila siku. Ni jukumu letu sisi kuchukua hatua ya kuacha na kugeuka na kushuka mbele za Mungu, kunyenyekea na kuanza upya. Tukishuka mbele za Mungu kwa moyo wa toba, na toba ile ya kweli ya dhamira ya ndani, na Mungu akajua, akauona mioyo yetu imegeuka na kuacha, anasema sikio lake si zito. Kwa hiyo ni jukumu letu. Dhambi zetu zimetutenganisha na Mungu, masengenyo yetu, uongo wetu umetutenganisha na Mungu. Watu tunatumika kwa mazoea, hata kwenye huduma. Mtu anafanya dhambi na anasimama madhabahuni, anachukulia jukumu la kusema nitasimama na kuomba toba. Toba ya kweli haiko hivyo. Toba ya kweli ni kujutia kosa na kuacha na kunyenyekea, kuishi maisha matakatifu, kutokurudia yale matendo maovu ambayo ya dhamani uliyatenda, kutokurudia ile dhambi inayokuzinga kwa upesi, kusimama mbele za Mungu na kuacha kumtumikia Mungu kwa unyoofu. Ndio maana ni jukumu letu sisi wana wa Mungu tulio katika safari ya kwenda mbinguni. Maana ni hakika neno la Mungu limesema katika Isaya, dhambi zetu ndizo zilizotuficha uso wake hata tusiweze kuuona. Kwa hiyo ni dhambi zetu sisi wenyewe zinazotutenganisha na Mungu. Tuache dhambi za masengenyo, tuache dhambi za uzinzi, tuache dhambi za matukano. Tunaposimama kwenye madhabahu ya Mungu, tuhakikishe tuko wakamilifu, tuhakikishe tuko wasafi. Watu wanatumika kwa mazoea, wanafanya dhambi na bado wanasimama. Ndio maana miujiza haipo. Ule utukufu wa Mungu hauko ndani yako, hauko ndani yetu. Ni kwa sababu ya dhambi zetu zimeuficha uso wa Mungu, zimetutenga mbali na Mungu. Kwa hiyo tukitubu ile toba ya kweli na kusimama mbele za Mungu kwa utii na kwa ukamilifu, yeye Mungu wetu anasema sikio lake si zito hata lisiweze kutusikia. Kwa hiyo ni jukumu letu kujitenga mbali na Mungu, kuishi maisha matakatifu, ili uso wa Mungu uwe juu yetu, sikio la Mungu liweze kusikia maombi yetu, sikio la Mungu liweze kusikia kile tunachotaka Mungu afanye katika maisha yetu. Ni jukumu letu sisi tuusogelee uso wa Mungu. Lakini pia ukisoma, tunaweza tukaangalia mfano wa mtu mmoja katika maandiko. Tunaweza tukajifunza kupitia mtumishi wa Mungu
huyu mwana mpotevu tunaweza tukasoma katika kitabu cha Luka sura ya 15 mstari wa 18 na 20. Mpenzi mtazamaji, tunaweza tukafungua wote katika kitabu cha Luka sura ya 15 mstari wa 18 na 20. Biblia inasema, nitaondoka nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena. Nitafanya kama mmoja wa watumishi wako. Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipofika angali mbali, baba yake alimwona, akamwonea huruma, akaenda mbio, akamwangukia shingoni, akambusu sana. Yule mwana akamwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena. Lakini baba aliwaambia watumwa wake, lileteni upesi vazi lililo bora, mkamvike, mtieni na pete kidoleni na viatu miguuni. Mleteni ndama yule aliyenona, mkamchinje, nasi tule na kufurahi, kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Wakaanza kumshangilia. Basi wakampokea mwanawe mkubwa, alikuwako shamba. Alipokuwa, nitaishia mstari wa 24. Tunaona habari za mwana mpotevu. Ukisoma vizuri, huyu mwana mpotevu baada ya kupewa fedha, mali za babaye, aliondoka nje ya mbali, akaishi maisha ya hanasa, maisha ambayo yalimchukiza Mungu, maisha ambayo hayakuwa na ushuhuda. Manake kilichomtenganisha ni mali. Mali za babaye. Baada ya kupata sehemu ya mali za baba yake, huyu mwana mpotevu alienda nje ya mbali kabisa, akajitenga mbali na familia, akajitenga mbali na wazazi, akaishi maisha machafu, maisha ambayo hayakuwa na ushuhuda mbele za watu, maisha ambayo yalikuwa hayana utukufu mbele za Mungu. Na tunaona huyu mwana mpotevu baada ya kuishi maisha machafu ambayo hayakumpendeza Mungu, aliishi maisha ya hanasa ambayo yalikuwa ni maisha ya dunia. Tunaona ya kwamba baada ya kuishi haya maisha ya hanasa, fedha zote ziliisha, akaanza kuishi maisha magumu. Alianza kula aliishi maisha magumu, akala pamoja na nguruwe, akala vyakula pamoja na nguruwe, kwa sababu baada ya kupata mali, manake alimsahau Mungu, akaishi maisha ya anasa. Maisha ya anasa, maisha ambayo yalikuwa hayana utukufu mbele za Mungu, ni maisha ambayo yalikuwa ni machafu. Na baada ya kumaliza fedha, alivyotapanya mali zake zote, maisha yake yalikuwa ni mabaya mno. Anasema hata chakula, fedha alikuwa hana, mavazi alikuwa hana, alianza kula pamoja na nguruwe. Baada ya kukaa maisha hayo kwa muda mrefu, aligundua kosa lake, akatambua makosa yake, akajua ni wapi alipokosa. Akafikiria moyoni mwake, niliacha baba yangu ana mali, niliacha baba yangu ana maisha mazuri, ngoja nirudi nyumbani kwa baba yangu nikamwombe msamaha, nikamwombe toba, japo sistahili mbele ya baba yangu na mbele ya Mungu. Alijua, alikiri, kwanza huyu mwana mpotevu tunaona alitambua kosa lake, ya kuwa yeye amemkosea Mungu na amemkosea baba yake, na akajua ya kuwa yeye hastahili kabisa kuitwa mwana wa baba yake. Aliona kabisa hastahili kuitwa mtoto wa baba yake. Aliona kabisa hastahili kuitwa mbele za Mungu kwa sababu ya yale maisha aliyoyaishi, maisha ya anasa, maisha ambayo yalikuwa ni mabaya, yaliyomchukiza Mungu, yaliyomchukiza
Mungu pamoja na wanadamu. Lakini tunaona ni namna gani huyu mwana mpotevu, maana yake alichukua tendo la imani ya kuamini, nitakaporudi kwa baba yangu nitapokelewa. Tendo la kwanza. Lakini jambo la pili, aliacha dhambi. Biblia inasema aliishi maisha ya anasa. Manake aliishi maisha ambayo yalikuwa na dhambi mbele za Mungu na katika jamii inayomzunguka. Kwanza aliacha dhambi, alirudi kwa baba yake na alinyenyekea mbele za baba yake. Akajua kuwa mimi nimemkosea baba yangu, nilimdharau baba yangu, nikaona nina mali, ninaweza kuishi mwenyewe, ninaweza kujiendelesha mwenyewe. Baada ya kugundua, alishuka akanyenyekea. Maana yake alijua kosa lake na akanyenyekea. Maana kunyenyekea, alishuka kaona hastahili kuitwa mtoto kwa baba yake, hastahili chochote kulingana na alichokuwa amefanya. Lakini tunaona alipokelewa kwa upendo. Pamoja na kuwa baba, mtoto wake alimdharau, aliondoka akaishi maisha mabaya. Na baba yake wakati amemwona mtoto wake, neno linasema alimpokea kwa upendo. Manake baba alichukua tendo la kusamehe, la kusahau yale yote ambayo mwana wake, mtoto wake ametenda. Hakuhesabu maovu, hakuangalia uchafu wote aliofanya, hakuangalia kama alimdharau. Alichoachilia ni tendo la kusamesha upendo. Maana yake kilichopelekea baba kumsamehe mtoto wake ni baada ya mtoto kulia machozi, kujuta kwa uchungu yale matendo maovu aliyoyatenda, alivyonyenyekea mbele za baba yake, na baba yake aliashiria ya kwamba huu msamaha na toba anayoniomba mwanangu ni toba ya kweli. Kwa Mungu ni zaidi. Mungu unaposhuka mbele zake kunyenyekea, kutubu, Mungu ni zaidi, anasamehe, anaachilia zaidi kuliko hata wanadamu. Mungu akikusamehe, anasamehe, hahesabu, hakumbuki yale yote uliyotenda. Anaanza maisha mapya na wewe. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi tulio katika safari ya kwenda mbinguni, katika utumishi wetu tumtumikie Mungu kwa utakatifu, tumtumikie Mungu kwa ufasaha. Maana tukiwa watakatifu mbele za Mungu, nguvu ya Mungu itakuwa ndani yetu. Matendo na ishara kuu zitajidhihirisha kwetu, kwa sababu tutaishi maisha ya utakatifu na tutakuwa na nguvu za Mungu, na neno la Mungu litakuwa ndani yetu kwa wingi, na nguvu za Roho Mtakatifu zitakuwa katikati yetu. Maana yake utakatifu, toba yetu iwe ya halisi, na utakatifu wetu tunapaswa kuutunza ili huduma yetu, utumishi wetu, kumtumikia Mungu kwenye karama mbalimbali ambazo Mungu amerejesha katika maisha yetu. Yawezekana wewe ni mwimbaji, katika huduma hiyo ya uimbaji Mungu aliyoweka, mtumikie Mungu kwa uaminifu, mtumikie Mungu kwa utakatifu. Usiwe na michanganyo, usifanye dhambi ukihesabu kuwa ninafanya dhambi, nitakaposimama kwenye madhabahu ya Mungu nitaomba toba. Toba ya hivyo haipokelewi mbele za Mungu. Maana yake unajua kile unachokifanya na unajua kabisa ninamkosea Mungu, ila nitaomba toba. Toba halisi ni ile ya majuto, kutambua kosa lako ulilolitenda, ovu ulilolifanya mbele za Mungu, dhambi ulioifanya, kuikiri kwa kinywa chako. Mimi Mungu nimekuwa ni mzinzi. Mungu mimi nimekuwa nikigombanisha watu. Mungu mimi nimekuwa ni muongo. Ninatubu dhambi ya uongo. Ninatubu dhambi ya uzinzi. Ninatubu dhambi hii kwa kumaanisha, kwa kuugua na kutoirudia tena. Mungu husamehe na Mungu hurejesha moyo wa upendo. Nguvu ya Mungu itakuwa ndani yako. Roho Mtakatifu atakutumia kwa viwango vya namna ya juu. Hakuna chochote ambacho utakiita mbele za Mungu Mungu asikusikie, ikiwa kama utakuwa mtakatifu
Toba inatufanya sisi tuwe karibu na Mungu. Toba inatufanya sisi tuishi maisha ya utakatifu. Maana maisha ya utakatifu, neno la Mungu litagoshiwa ndani yetu. Neno la Mungu litaishi ndani yetu. Litakaa na kustawi na kumea. Litajenga watu. Litanena maneno yaliyo na ushindi. Unahitaji nini Mungu afanye katika maisha yako? Ni wewe connected yako umejiwekaje mbele za Mungu? Je, umesimama kwa utakatifu katika nafasi yako? Toba ya kweli ni kuacha kile ulichokuwa unakifanya, kuto kukirudia tena. Ukikirudia, hiyo sio toba ya kweli. Mungu anaiangalia toba ya kweli, kuacha, kujuta na kusimama upya katika utumishi wako. Hakuna kitu ambacho kinaweza kikazuia mahitaji yako. Hakuna kitu kinachoweza kuzuia. Tunaweza kumwangalia mtumishi wa Mungu Ayubu. Ayubu namna gani alivyokuwa mbele za Mungu. Ayubu alisimama mbele za Mungu pamoja na mateso, pamoja na vita, pamoja na magonjwa, pamoja na kupotelewa kwa mifugo yake, pamoja na watoto wake kuuliwa, kufa, kupotea, mali zote kufa, kupotea. Tunaona namna mtumishi wa Mungu Ayubu alivyosimama kwa utakatifu. Maana yake Ayubu pamoja na kuwa Mungu aliruhusu mapito, mateso makali yampate, tunaona Ayubu hakumnena Mungu vibaya. Hakumnungunikia Mungu, hakumlaumu Mungu, alimrejeshea Mungu utukufu, alimrudishia Mungu sifa na shukurani. Hakuwaza mabaya, hakumkufuru Mungu. Alikuwa ni mtu aliyesimama kwenye hatima yake, maana alijua hatima yake ni nini. Hakuangalia mapito anayopitia, hakuangalia changamoto anazopitia. Yawezekana wewe ungepitia mateso kama ya Ayubu, ungemkufuru Mungu ukamwacha, ungeiweka imani sehemu nyingine. Yawezekana ungemnena Mungu, ungelaumu, ungenena maneno magumu juu ya Mungu. Lakini tunaona namna Ayubu anavyosimama mbele za Mungu. Aliendelea kumrudishia Mungu sifa katika mateso, watoto wake kufa, mifugo kupotea, mali kupotea, wafanyakazi wote kupotea. Ayubu alimrudishia Mungu utukufu, hakumlaumu Mungu. Na baada ya hapo Ayubu akapitia yeye mwenyewe, pamoja na kuwa watoto wake walikufa, mifugo, mali zote, kila kitu kiliteketea. Akabaki Ayubu kama Ayubu. Haikutosha tu hivyo, tunaona Ayubu alipatwa na majipu mwili mzima. Biblia inasema kigae alikuwa anachukua kwa ajili ya kujikuna. Lakini tunaona ni namna gani hakumlaumu Mungu, alisimama na Mungu. Neno la Mungu ni kwa sababu lilikuwa ndani yake. Alijua Mungu anayemtumainia, alijua Mungu anayemtumikia ni Mungu wa aina ipi. Tunaona hata ilifika wakati mke wake alimwambia mume wake, pamoja na haya yote bado waambatana na huyu, si ukufuru tu ufe. Tunaona Ayubu alinena neno moja tu. Ni jambo ambalo ni gumu sana. Mtu wa karibu yako kama mke na mme, tunaona manake kama Ayubu asingekuwa na neno la Mungu, asingekuwa na imani thabiti, asingekuwa na utakatifu, neno la Mungu lisingekuwa ndani yake, tunaona Ayubu, tungeona Ayubu amebadilika. Labda angemsikiliza mke wake kulingana na mateso aliyopitia, watoto wafi, alafu pia mapito anayopitia ya ugonjwa. Tunaona namna Ayubu alimwambia, wewe ni mwanamke mpumbavu na wewe wanena kama wanawake wapumbavu. Wataka tupate mema tu, mabaya wapate kina nani? Manake katika utumishi kuna changamoto tunaweza tukapitia, kuna mapito magumu tunaweza tukapitia, lakini tunapaswa kusimama. Maana hakuna kitu ambacho kinaweza kikapita juu yako kisiwe na matokeo.
Ili ufike kwenye hatima yako ya utumishi wako, lazima kuna mapito utapitia, lazima kuna dhoruba utakutana nazo, lazima kuna majaribu utakumbana nayo, lazima uwe mtakatifu. Usimame mbele za Mungu. Dhambi ile inayokuzinga kwa upesi, mwambie Mungu asimame na wewe. Hakuna jambo linaloshindikana mbele za Mungu. Yote kwake Mungu yanawezekana. Mungu aliyesimama na Ayubu anaweza kasimama na wewe. Usijiangalie, usijidharau. Mwangalie Mungu unayemtumikia ni Mungu wa aina gani? Mungu unayemtumikia ni Mungu yupi? Mungu hajawahi kushindwa. Mungu yeye ni yule yule jana, leo na hata milele. Ishara zake ni kubwa, matendo yake ni makubwa. Usiangalie uzito wa tatizo lako, usiangalie uzito wa changamoto lako. Ni elimu yako inakusumbua, unafeli, ni watoto hawaelewi darasani, mkabidhi Bwana, maana amesema atawafanya kuwa vichwa na si mkia. Ni ahadi ya neno lake. Iwe ni magonjwa wanasema haiwezekani kupona, yupo tabibu wa kweli ambaye ni Yesu Kristo. Anaponya, anauisha, anaganga mioyo na majeraha yetu. Usijidharau, usiangalie changamoto unazopitia. Mfano tosha kwa Ayubu. Ayubu alisimama na Mungu, hakumwacha Mungu. Na tunaona mbele ya Ayubu kulikuwa na ushindi mkubwa. Tunaona mbele ya Ayubu kulikuwa na matokeo makubwa zaidi. Biblia inasema alirejeshewa mara 100. Maana yake ni zaidi ya vile alivyokuwa navyo kwanza, mara ya kwanza. Biblia inasema alirejeshewa watoto wazuri. Mji ule hakukuwa na watoto wazuri kama wale. Manake Mungu ashindwi na jambo lolote. Usiangalie nyakati, usiangalie wakati unaopitia. Mungu atafanya katika maisha yako. Mungu akubariki sana. Amen.